kuna baadhi ya vijana wa jimbo la Kigoma mjini wamefaulu kwenda kwenye vyuo vikuu, lakini kwa bahati mbaya wazazi wao hawana pesa mfukoni. Mtoto ana kipaji, amefaulu, lakini mzazi hana pesa. Nikasema acha nizurule kwa marafiki zangu, nitafute pesa ya kuwasaidia hawa vijana, ya kwenda kuwalipia ili waende chuo wakasome, baadaye waje wausaidie mji wetu wa Kigoma. Na hii sitopepesa maneno. Nimepigia simu marafiki zangu zaidi ya 5, lakini 2 peke yake ndio ambao walionyesha kwa mwezi huu wa 12 wana uwezo wa kunisapoti hizo pesa, ili watoto wanaoingia chuo waweze kupata pesa kwenye Januari. 2. Mmoja alisema, Baba Levo, nitakupa milioni 63. Anaitwa Musa Mzenji. Huyu yeye ni Mzanzibari, lakini ni rafiki yangu sana. Hata wakati wa kampeni alinisaidia sana. Anaitwa Musa Mzenji. Akasema, Baba Levo, natoa milioni 63 kwa ajili ya kusapoti vijana ambao wako hapo Kigoma mjini, wengine wako vyuo wanataka kufukuzwa kwa sababu wameshindwa kuweza kulipa. Lakini 2 anaitwa Barongo. Yeye ni Muhaya. Angalieni hela ninapozitoa nyie. Yeye ni Muhaya. Anaitwa Barongo. Yeye ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa Magic Builders International. Huyu Musa Mzenji, yeye ni rais wa timu ya basketball inaitwa Dar City. Na hiyo baadaye nitakuja kuambia wa vijana wenye vipaji vya kucheza basketball katika mji wetu wa Kigoma namna gani tunaenda kuwabeba na kusonga nao mbele. Lakini huyu wa 2 anaitwa Barongo. Yeye ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa Magic Builders International. Ni kampuni inayouza puti kwa ajili ya kuskimu ukuta kabla hujapaka rangi nyumba yako, ili rangi ya nyumba isishambuliwe na fungus na magonjwa mengine ambayo yanashambuliaga rangi. Sasa Barongo akakubali, akasema, Baba Levo, nitakusaidia milioni 40. Kwa jumla tukapata milioni 103. Kumbukeni, hizo hela sio hela za halmashauri, sio hela za serikali kuu. Hizi ni hela za marafiki zangu, wanatoa mfukoni. Musa Mzenji tayari ameshaweka pesa kwenye akaunti ya halmashauri, hiyo milioni 63 ambayo tunaweza tukaanza nayo. Lakini ndugu yangu Barongo yuko Nairobi, ameniambia, Baba Levo, nikikanyaga tu Dar es Salaam tutafanya process ya kuweza kuingiza hizo pesa ili kuendelea kulipa. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo kama wewe ni mzazi ambaye mtoto wako amefaulu kwenda chuo, lakini kwa bahati mbaya hakupata mkopo wa serikali, na wewe kama mzazi wa jimbo la Kigoma mjini ambaye mbunge wake ni mimi, hauna pesa, nina shilingi milioni 100 ambazo tutazigawa kwa wazazi wote ili kuweza kukidhi nguvu ya kuweza kuwapeleka watoto wetu waende wakasome chuo, ili warudi waje wasaidie mji wetu. Na tunataka vijana ambao tutawasaidia wakaenda kusoma wawe wasomi bora, waje wasaidie mji wetu, kwa sababu nchi yetu ya Tanzania inaumizwa na wasomi. Hakuna darasa la 7 hata mmoja ambaye ameiumiza nchi. Nchi imeumizwa na wasomi. Wasomi ndio wanatumia vitabu, wanatumia makaratasi yao, wanatumia kompyuta zao kutengeneza michongo, kusaini vitu vya hovyo, na baadaye vinakuja kuleta madhara kwenye nchi yetu. Narudi kwenu wasomi, natafuta hela. Yule darasa la 7 mlisema hafai na kila kitu, la 7 natafuta hela mkasome, na Mungu atanisaidia. Hizi nimepata kidogo, naleta
na ninaendelea kuomba kwa ndugu jamaa na marafiki pamoja na wafadhili na makampuni ambayo yako tayari kunisapoti kwa ajili ya wasomi wa mji wangu wa Kigoma mjini. Kigoma mjini oye! Nyosha mkono hivi kama unaniunga mkono ndugu yangu. Nashukuru sana. Nashukuru sana.